Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, karibu sana, na nakuahidi kwamba hutajuta kuwa umesubscribe kwenye channel hii. Leo nakuletea mada ambayo mwisho wake utaweza kuwa umejifunza mambo ya muhimu sana ya kuweza kufurahia tendo la ndoa katika mahusiano yako ya kimapenzi na mbinu halisi ambazo unapaswa usitumie kuweza kumfurahisha mwenzio. Mada hii inasema utundu wa kitandani na kurusha maji matamu. Mke na mume wanahitaji utundu, ubunifu ambao utaweza kuwasaidia kufurahia tendo la ndoa zaidi, na sio hilo peke yake, kuongezea mvuto ambao utasababisha mpenzi wako akuthamini zaidi, akupende zaidi, akuhitaji zaidi, asikuache na awe anajivunia kuwa na wewe katika mahusiano ya kimapenzi. Mada hii inatanguliwa na ushuhuda wa dada ambaye nilimtumia video, na naomba nikusikilizishe video hii ili uweze kujua kwamba nao yasema kwamba utajifunza kweli kwenye video hii ni ya kweli. Naomba nikusikilizishe sauti ya huyu mdada. Sikiliza tafadhali. Ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa. Umeingia katikati hapo. Ngoja nirudishe mwanzo. Jinsi ya kutumia matiti, jinsi ya kubugia korodani, wewe ambaye unaita T-bagging. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi sana. Yaani kwa mafundisho yako ya YouTube. Nikawa nikikutana na mwanaume wangu namfanyia. Kiukweli daktari, mimi sisemi uongo. Maana hata ndugu zangu ni shahidi. Yule mwanaume alikuwa na wivu sana kwangu. Yaani alikuwa hataki kuniona na mwanaume mwingine yoyote. Hata nikiongea na mwanaume mwingine yoyote alikuwa hataki. Akinikuta naongea na mwanaume mwingine yote anafanya vurugu. Kuna siku akaniona nilikuwa nimemchiti na mwanaume mwingine. Alilia sana. Yaani alilia akaniambia kauli moja kwamba kwa hiyo yote unaonifanyia mimi umemfanyia na yule mwanaume. Kwa hiyo ndio hivyo, aliniganda sana na mpaka leo. Tuliachana kwa sababu mimi sikuwa nampenda. Ila mpaka leo yani ananisumbua sana. Kiukweli. Mafundisho anayofundisha, yani mtu anaweza kapuuzia akaona ni madogo, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinateka hisia ya mtu na vinafanya mtu akufikiria, kukumbuke. Yani kiukweli ni kama bahati kukutana na mafundisho yako Dokta. Maana watu wengi sana wanafundisha, lakini mafundisho yako wewe ni zaidi. Yani yamenisaidia sana kiukweli, sana. Na mimi mpaka wanatoa ushuhuda kwa marafiki zangu. Nawaambia ni mimi, mtu aliyenifundisha mimi mapenzi sio mwanamke, ni mwanaume. Tena ni kungwi wa mtandaoni, ambaye mimi nakuita kungwi wangu. Kwa mpaka leo. Na sasa hivi naendelea kufuatilia mafundisho yako YouTube ili niendelee kufahamu zaidi na zaidi. Hivyo tu na vingine vingi. Nitakusikizisha sauti hiyo, voice note hiyo mwishoni mwa video hii, lakini nipenda nimalizie message yake ya pili, ya voice note yake ya pili. Nipenda nimalizie hii. Yani huwa nashangaa sana na huwa naona wajinga watu kwenye comments, au unakuta mtu ana comments vibaya kuhusu mafundisho yako. Yani huyo hajui anachokisema. Kwa sababu mtu, yani kwa mfano niseme kwa mfano mwanamke ambaye ni mtundu, mwenye vitu tofauti, mwenye utundu, yani mwenye utundu, afu na mwanamke ambaye yani anasubiri kila kitu afanyiwe, yani analala kama gogo kitandani. Kwa kweli hao ni wanawake wawili tofauti. Kwa sababu mimi tangu nianze kuyafanyia kazi mafundisho yako, yani nimekuwa ni mwanamke tofauti sana. Yani nimekuwa nikiteka hisia za mwanaume wangu, yani nikiwa naye kitandani nampagawisha sana, na jinsi anavyopagawa na yale mafundisho yako nikimfanyia, mimi mwenyewe najisikia raha. Alafu natengeneza hisia za yeye kunikumbuka, kunifikiria. Yani anakuwa kama chizi, anakuwa addicted. Yani mimi ndo napenda. Kwa hiyo Dokta, yani asante sana, Mungu azidi kukuweka, na nashukuru sana Mungu kukufahamu, maana kukufahamu wewe ni kama Mungu tu. Maana mafundisho yako ni mazuri, na ambao hawataki kujifunza na ambao wanakuona wewe haufai, tuache tu waendelee kuangamia kukosa maarifa, ila siku wakija kukurupuka, sisi ndio tutasema wamekurupuka. Yani wamekurupuka shuka pakiwa pamekucha. Ila Dokta, kiukweli asante sana, nashukuru. Uwe na siku njema. Kwa hiyo hayo ni shuhuda. Nikisema hapa nasoma message za watu mashuhuda na nini, nasema labda Dokta amejiandikia mwenyewe au nini. Sasa umesikia sauti hiyo ya mwanamke mwenyewe. Sasa dada huyu nimesahau kitu kimoja. Kuna message moja alikuwa ametanguliza kabla ya kunitumia hiyo voice note. Anasema hivi: Dokta, habari yako kungwi wangu. Kwanza nianze na shukrani sana kwa mafundisho yako mazuri, yamenijenga sana na zaidi ya sana, na ushuhuda mwingi kuhusu mafundisho yako. Nimekuwa na kufuatilia sana YouTube kwenye channel yako, na ulishanitumia zile video za jinsi ya kumnogesha mwanaume hadi awe mpole kama bata. Nikamwambia asante sana kwa kunitia moyo, basi nipe shuhuda ili nifurahi zaidi. Ndio akanitumia voice note hiyo. Kiukweli Dokta, nimeona nikutumia voice note, maana nikiandika SMS maelezo yatakuwa marefu sana. Kwanza kabisa, mimi ni binti wa miaka 23. Niliwahi kuwa na mahusiano na mwanaume wangu wa kwanza. Yani nilikuwa ni mwanamke ambaye, nilikuwa ni msichana ambaye sijui kitu chochote, yani mwanamke anayeboa.
Sasa baada ya kuachana na yule mwanaume, yani hakuwa ananitafuta wala hakuwa ananikumbuka, nikapata mwanaume wangu mwingine wa pili. Sasa baada ya kupata mwanaume wa pili, ni kama bahati tu nimeingia YouTube katika harakati za kutaka kujifunza, nikakutana na channel yako na mafundisho yako. Nikawa nafuatilia unavyofundisha maeneo ya kumshika mwanaume, unavyofundisha jinsi ya kunyonya uume wa mwanaume, jinsi ya kunyonya korodani, jinsi ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa pale kwenye kile mstari, jinsi ya kunyonya uume, jinsi ya kutumia matiti, jinsi ya kubugia korodani, wewe ambaye unaita teabagging. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi sana, yani kwa mafundisho yako ya YouTube. Nikawa nikikutana na mwanaume wangu namfanyia. Kiukweli daktari, mimi sisemi uongo, maana hata ndugu zangu ni shahidi. Yule mwanaume alikuwa na wivu sana kwangu. Yani alikuwa hataki kuniona na mwanaume mwingine yoyote. Hata nikiongea na mwanaume mwingine yoyote alikuwa hataki. Akinikuta naongea na mwanaume mwingine yote anafanya vurugu. Kuna siku akaniona nilikuwa nimemchiti na mwanaume mwingine. Alilia sana. Yani alilia akaniambia kauli moja kwamba kwa hiyo yote unaonifanyia mimi umemfanyia na yule mwanaume. Kwa hiyo ndio hivyo aliniganda sana na mpaka leo. Tuliachana kwa sababu mimi sikuwa nampenda. Ila mpaka leo yani ananisumbua sana. Kiukweli. Mafundisho anayofundisha, yani mtu anaweza kapuuzia akaona ni madogo, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinateka hisia ya mtu na vinafanya mtu akufikiria, kukumbuke. Yani kiukweli ni kama bahati kukutana na mafundisho yako Dokta. Maana watu wengi sana wanafundisha, lakini mafundisho yako wewe ni zaidi. Yani yamenisaidia sana kiukweli, sana. Na mimi mpaka wanatoa ushuhuda kwa marafiki zangu. Nawaambia ni mimi, mtu aliyenifundisha mimi mapenzi sio mwanamke, ni mwanaume. Tena ni kungwi wa mtandaoni, ambaye mimi nakuita kungwi wangu. Kwa mpaka leo. Na sasa hivi naendelea kufuatilia mafundisho yako YouTube ili niendelee kufahamu zaidi na zaidi. Ya, hivyo tu na vingine vingi. Sasa unaweza kuona mchatisho wetu, sawa? Unaweza kuona, ngoja nizibe hapa kwa sababu nimeweka, kuna picha moja nimemtumia hapa. Ngoja nizibe hapa. Ngoja nizibe hapa. Unaweza kuona huu ni mchatisho wake. Unaziona voice note zile pale chini. Unaona voice note hizo hapo chini. Unaona picha yake hiyo ya WhatsApp hiyo hapo pembeni. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo ningependa niliweke wazi kabisa kwamba hii shule sio ya kawaida, sawa? Hii shule sio ya kawaida kabisa. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanapaswa yafanyike katika tendo la ndoa ambayo watu wengi wanayapuuzia, na kila mmoja wetu anapenda apate furaha ya kiwango cha juu sana katika maisha yetu. Leo nilikuwa naangalia, kwa sababu napenda kusoma Biblia mara kwa mara, nilikuwa naangalia mstari mmoja katika Biblia inayosema kwamba furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Hiyo ni Biblia, iko kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 4 kama sikosei, mstari wa 4 nasema hivi, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Sasa nikakumbuka kuna mstari mwingine ambao uko kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 118, mwishoni pale kwenye hiyo sura ya 18 inasema hivi, mstari huo unasema hivi, siku hii ni siku aliyoifanya Bwana, na tufurahie na kushangilia. Yani kila siku ambayo unaishi ni siku ambayo ameifanya Bwana, na watu wanapaswa wafurahie na kushangilia. Alafu kwenye sura hiyo ya Zaburi ya 118 kuna mstari unasema hivi, hili ni jiwe aliloliweka Bwana, jiwe walilokataa waashi, sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni. Anasema hivi, jiwe walilolikataa waashi sasa limekuwa jiwe kuu la pembeni, nalo hili limefanywa na Bwana, na Bwana amefanya jambo la ajabu kwetu, linatushangaza. Anasema nalo ni la ajabu machoni petu, ndio lugha iliyotumika pale. Anasema nalo anasema jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Jambo hili amelifanya Bwana, nalo ni la ajabu machoni petu. Hiyo ni Biblia kutoka Zaburi ya 118. Sasa kuna mambo ya ajabu ambayo yanataka yafanyike katika maisha yako, na huyu dada aliyetoa testimony hii voice note anasema hivi, wale wanaokutukana dokta, wanaokutukana na nini kwenye comment, wanakusema vibaya na nini, waache waangamie kwa kukosa maarifa. Namshukuru sana huyu dada, ametoa message ambayo ni nzuri sana, very deep, na nitarudia tena mwishoni mwa video hii. Nataka kusema hivi, kuna magumu mengi sana ndani ya ndoa, na kasi ya kuchepuka ilivyokuwa kubwa, upo muhimu sana wa kujifunza mambo ambayo yatasababisha ufurahie kila unapofanya mapenzi na mwenzio kwa kiwango cha juu. Sikiliza message hii. Dokta, nashukuru kwa mafundisho yako, yanafungua macho juu ya mambo mengi sana. Kwa muda mrefu nilitamani mke wangu aweze kurusha yale maji ambayo nayaona kwenye picha za video mbalimbali
na hata watu wanasambaziana video hizo za mwanamke anarusha maji kupitia WhatsApp. Mimi bado sijaagiza video zako unazozitangaza hapa mtandaoni, lakini muda naona sasa hivi umefika wa kufanya hivyo, maana kuna jambo limenishtua toka kwa mke wangu. Mke wangu ana umri wa miaka 32 na hajawahi hata mara moja kurusha yale maji matamu wakati wa tendo la ndoa. Haikunisumbua sana hiyo, na sikuwa na msisitiza kwamba na yeye ajitahidi ili aweze kurusha hayo maji. Sikumpa pressure aina yoyote katika eneo hilo. Kabla sijamuoa mke wangu, nilishakuwa na wanawake wengine kabla yao ambao walishawahi kurusha maji wakati wa tendo la ndoa, na ilinipa furaha kubwa sana kumwona mwanamke anarusha maji yale mengi yanayoruka. Nilikuwa nasikia tu kwamba ni watu wa Bukoba wanaofanya hivyo, lakini kumbe sio kweli. Sasa hiyo haijawahi kutokea kwa mke wangu toka nimemuoa. Dokta, mke wangu alipata safari ya kikazi na ilikuwa tuende naye wote, lakini nilikuwa na mambo yangu mimi mwenyewe nikashindwa kuambatana naye katika safari ile. Sasa amerudi, na alipokuja nikamwona ni wa kawaida tu, hakuna jambo lolote jipya ambalo limetokea au mabadiliko ya aina yote. Lakini tulipoenda kufanya tendo la ndoa, mautundu yake yalikuwa tofauti na yale aliyokuwa amenizoesha. Akaanza kurusha yale maji dokta, yakaruka, yakaendelea tu kuruka. Kawaida yake nikishamfikisha kileleni huwa analala usingizi, anapata usingizi mzito, lakini safari hii hapana, akataka tuendelee na tuendelee. Dokta, nina wasiwasi huko alikoenda huenda alichepuka akafundishwa mambo hayo. Ni kweli inawezekana au isiwezekane kwamba amechepuka. Inawezekana alikuwa amesafiri akawaingia mtandaoni akanikuta mimi, nikamtumia hizi video, na video zaidi ya 50 nimeziangalia leo, ziko zaidi ya 56 kwa wanawake, zaidi ya 56, kwa sababu kuna dada moja nimemtumia, za kwanza ilikuwa 23 alafu nyingine zikawa zinakaribia 60. Yeah, that's right, zinakaribia 60 kwa wanawake. Inawezekana alikuwa ameenda kwa sababu hana kitu cha kufanya, yuko safarini kikazi, sawa, akaona tu azurule mtandaoni. Alipozurula ndio kama huyu dada anavyozungumza, alikuwa anazurula mtandaoni akanikuta. Kwa hiyo huyu dada ambaye ameanza kurusha maji ni kwamba amejifunza mbinu zinazohitajika ili mwanamke arushe maji. Sasa basi, inawezekana kabisa hili likawezekana kwa mtu yoyote yule, na kama linawezekana kwa mtu yoyote yule, basi na kwako na wenyewe vile inawezekana. Sasa sikiliza story hii ya huyu mtu hapa. Dokta, mimi ni mwanaume mwenye umri wa miaka 65 na mke wangu ana umri wa miaka 61, na tumekuwa tukishirikiana tendo hili la ndoa, tukaliita ni tendo la kistaarabu. Kwa muda wa ndoa yetu ina muda wa miaka 24. Lakini dokta, ghafla mke wangu akaanza kuonekana ana mautundu mengi, akaanza kuninyonya. Nikaona hiki kitu kigeni. Akaonyesha uchangamfu wa hali ya juu sana kipindi chochote. Dokta, hicho kitu kwa kweli ni kipya na nimekipenda. Naomba dokta, kama kuna video ambazo unaweza kunipatia, na mimi katika umri huu miaka 65, naomba tafadhali unipatie video hizo. Sasa kuna mambo mengi ambayo yanahitajika. La kwanza kubwa ambalo unapaswa ulifahamu ni jinsi gani unaweza kumfanya mwenzio awe relaxed. Napozungumzia kuwa relaxed, yani awe ametulia, yani moyo wake umetulia, awe na amani ya kutosha, asiwe na wasiwasi wa aina yoyote ile. Hilo ni jambo la msingi sana. Kama unavyojua, maji hayapandi mlima, na kama maji hayapandi mlima, na kwamba mtu anapokuwa relaxed ni rahisi sana maji kutelemka. Sawa, maji hayapandi mlima, kwa hiyo ni rahisi sana. Kwa hiyo la msingi ni jinsi gani unajua jinsi ya kumtuliza mwenzio au wewe mwenyewe kujituliza. Hilo ni jambo la msingi sana. Usipojua hayo mambo, utatwanga
maji kwenye kinu, utapata matokeo ambayo unahitaji. Sasa katika mazingira hayo ya amani, ya utulivu, ya kuwa relaxed, kuwa poa kabisa, ni mazingira ambayo yanawezekana kwa mtu kufurahia hii ngoma ya wakubwa kwa kiwango cha juu sana. Inawezekana kabisa. Sasa katika mazingira kama hayo, mwanaume anapaswa ajue mbinu mbalimbali za kutumia, na mwanamke naye anapaswa ajue mbinu mbalimbali za kutumia. Bila shaka unajua kwamba kuna dawa zile za maji ambazo unaambiwa kwamba kabla ya kuitumia lazima uitikise. Sasa mwanamke akijua kwamba mwanaume anahitaji maandalizi, mwanaume mwili wake una maeneo 14 na kila eneo lina ufundi wake na mbinu zake na madoido yake. Mwanaume naye anapaswa ajue kwamba mwanamke ana maeneo 17 na kila eneo lina ufundi wake na madoido yake na mbwembwe zake. Sasa katika harakati za kutumia maeneo hayo katika ramani ya mwili wa mwenzio, ukiyafahamu maeneo hayo, mwanamke afahamu 14, mwanaume afahamu 17 ya mwenzie. Katika mazingira hayo, unapokuwa unafanya maandalizi hayo, mwenzio anakuwa relaxed. Anapokuwa relaxed, anategemea kwamba kuna kitu kinakuja. Sasa wewe unayefahamu maeneo unayefahamu maeneo 4 kati ya hayo 14, wewe unayefahamu maeneo 4 katika hayo 17, kwa uhusiano wa muda mrefu, mwenzio anajua utaanzia wapi, utaishia wapi. Kwa hiyo hatarajii kitu kipya. Kwa hiyo mwili wake anaona tu unamboa, anajua bwana, hapa mimi nafanya tu kutimiza wajibu. Kwa hiyo mwili wake unafunga milango ya vichochea hisia visifunguke, ili huyu mtu asirelax. Sasa mtu anakosa usingizi kitandani, amelala kitandani, hakuna kelele yote, hakuna nini, lakini anakosa usingizi. Ni kwamba vile vichocheo vinavyosababisha kichocheo ambacho kinasababisha mtu apate usingizi kinaitwa prolactin, hakimimini kwenye damu. Kwa hiyo anakosa usingizi kwa sababu ana mawazo fulani, ana vitu fulani kichwani ambavyo vinasababisha akose usingizi. Kwa hiyo mwanamke au mwanaume asipokuwa relaxed, hawezi akafurahia ngoma hii ya wakubwa. Kwa hiyo ni muhimu ufahamu maeneo yale na ujue jinsi ya kuyatumia, na ninazo shuhuda ambazo hapa nitakuletea. Haya mambo nayazungumza hapa, watu wananitukana, unasema nini na nini, lakini nashukuru dada leo ameweza kutoa ushuhuda na umeusikiliza, na inawezekana kabisa mwanamke yoyote au mwanaume yoyote kumsaidia mwanamke aweze kurusha yale maji matamu. Sikiliza shahidi wa kwanza. Dokta, ilinitokea mimi hiyo ya kumwaga maji matamu, lakini iliniletea shida moyoni mwangu. Japokuwa ngoma ya wakubwa siku hiyo ilikuwa tamu sana, lakini nikajiuliza, ndoa hii ya miaka 23 kweli leo ndio mwenzangu amerusha maji haya matamu? Mke wangu anatoka kwenye familia ya kidini sana, na tendo la ndoa kati yetu lilikuwa la kawaida sana, ilikuwa imeshaniboa, lakini ndio hivyo, mko ndani ya ndoa. Mara nyingi tulikuwa tunatumia mkao wa aina moja tu, unaitwa missionary position. Missionary position ni yule mwanamke yuko chini, mwanaume yuko juu, anamwangalia mkewe machoni. Lakini dokta, ghafla mke wangu jana akataka tufanye mapenzi tukiwa tuko sebuleni, kama alivyozungumza kwamba hii ndoa ina miaka 23, wana watoto ni wakubwa, wako shuleni, anajua. Kwa mara ya kwanza mke wangu anataka tufanye mapenzi sebuleni. Tulikuwa hatujawahi kufanya mtindo ule wa chuma mboga, yeye ndo akapendekeza mtindo huo wa chuma mboga. Alafu kabla hatujamaliza, dokta akaniambia mimi nilale chini, yeye apande juu, yani mwanamke akalie dudu. Dokta, katika muda huo alipokalia dudu,
Dokta, ilikuwa ni tamu sana, lakini usiku kucha nilikuwa nawaza kwa nini sasa miaka yote 23 huyu mtu hajanifanyia ya mambo, kwa nini leo amefanya hivi? Unaweza kuona surprises hizo, unaweza kuziona hizo surprises. Ni surprises ambazo zinatokea kutokana na shule ambayo mtu ameipata, hujui imetokea wapi. Huyu dada niliyesoma voice note yake anasema, anawaambia marafiki zake, nimefundishwa haya mambo sio na mwanamke, kungwi wangu ni mwanaume, tena yuko mtandaoni. Kwa hiyo sasa hizi nakupa story ambazo ni za kweli. Sasa basi, katika swala la mwanamke kumwaga maji na kurusha maji na kufika kileleni kwa kiwango cha juu, nina shuhuda mbalimbali ambazo ningependa nizipitie hapa ili uweze kuelewa hili jambo ni la kweli, kwa sababu hata kwenye kesi ya mahakamani unapokuwa na mashahidi una uhakika wa kushinda hiyo kesi, mashahidi wa uhakika. Huyu anasema, dokta, mimi ni mwanamke, imenitokea mimi katika maisha yangu mara 2 kumwaga maji hayo matamu, wala haikuwa ujuzi wangu mimi, ni yule mwanaume niliyokuwa naye. Kuna maeneo alikuwa ananishikashika, nikajikuta tu nasikia hali ya kutaka kama vile nataka kukojoa. Imenitokea mara 2 dokta, hajawahi kunitokea tena. Yule mwanaume sijamrudia. Unaweza kuona huyu ni mwanamke anazungumza. Sawa? Sasa sikiliza story nyingine hapa kutoka mwanamke. Dokta, mume wangu huwa anajitapa sana kwamba anajua mapenzi ya kitandani, lakini sijaona matokeo ya kujitapa kwake. Niliondoka kwenda kumtembelea mama yangu, alikuwa anaumwa. Niliporudi alinifanyia mautundu mapya mpaka nikamwaga maji matamu. Dokta, nilisikia raha, lakini niliconfuse. Nilikaa usiku kucha na waza, hivi imetokeaje? Je, amenisaliti nini huyu mwanaume? Wakati mimi nimeenda kumwona mama yangu mgonjwa, umri wangu ni miaka 43. Na ghafla nimeweza kumwaga hayo maji matamu. Alafu yalitoka kwa muda mrefu. Dokta, haya mambo yanawezekana, lakini ina maswali. Unaweza kuona jinsi gani ilivyo hali hii. Sawa, huyu ni mwanamke, ana miaka 43. Mume wake kafanikiwa kufikisha kileleni. Shida ni nini? Kuna hii shule inaenda chini kwa chini. Mtu hujua haya mautundu ameyapata wapi. Sikiliza mwingine. Huyu ni mwanaume. Dokta, mke wangu ananiboa kwa kweli. Yeye anachojua ni kuvua nguo, kulala kitandani, kupanua miguu na kufumba macho. Una wanawake wanaoboa. Huyu ni mwanaume anazungumza. Asitarudia tena. Dokta, mke wangu wananiboa. Yeye anachojua ni kuvua nguo, kuingia kitandani, kupanua miguu na kufumba macho. Sio zaidi ya hapo. Sasa wewe mwanamke usiyejua maeneo 14 mwanaume, usitegemee kwamba mwanaume atakwambia unamboa. Usitegemee, atakutafutia mchepuko. Shauri lako, nimekuonya. Sawa. Mwanaume mwingine anasema, dokta, mke wangu kaniambia kwamba wakati tunafanya naye tendo la ndoa huwa anawaza wanaume wake wa zamani. Dokta, inanitisha. Unaona, asa mke wangu kaniambia alikuwa amelewa. Mwanamke alikuwa amelewa kama pia wanawazaga wapenzi wangu wa zamani. Wewe hujui kunichezea vizuri. Dokta, imenitisha kweli. Ameongea kama amelewa, lakini ameongea ukweli ambao hakuweza kuongea kama hakuwa amelewa. Sawa. Shida ni kwamba watu wengi wanafikiria kwamba wanajua kila kitu. Ndio shida iliyopo. Sawa, unafikiria kwamba unajua kila kitu. Kwa hiyo huoni haja ya kutafuta vitu vipya. Alafu unakuja kulalamika pale ambapo unapoona mwanaume amechepuka. Sasa nikusomea shuhuda ninazo nyingi hapa. Huyu ni mwanamke anasema, dokta, mimi ninachojua ili uweze kurusha maji matamu, la kwanza mwanaume ajue spidi ya kukugonga anapokuwa anaingiza, ajue spidi. Alafu asiwe anabadilisha spidi. Sasa kama ana kitambi manake ana hema sana, itamshinda spidi, asibadilishe spidi. Alafu awe anagonga eneo lile lile, na eneo la ndani ya uke linaitwa G-spot.
Imegunduliwa mwaka 1947 na mtu mmoja anaitwa Grafenberg. Hawa ni Mjerumani aliyegundua hiyo. Hawa eneo linaitwa G-spot, liko inchi 2 kutoka kwenye mlango wa ule uke wa mwanamke, liko inchi 2. Anasema hivi, it's about, anasema inahusu speed, alafu anagonga eneo lile lile, speed ile ile, alafu pressure anayoitumia, nguvu anayoitumia iwe ni ile ile. Sasa ndio hapo kunapowashinda wanaume wengi. Hawajui jinsi ya kumaintain pressure ile ile, speed ile ile, kugusa eneo lile lile. Sasa kama ulijui hilo eneo linaloitwa G-spot, ndio unahitaji video sana, kwa sababu kuna jarida ambalo linakupa maelekezo vitu gani vya kufanya, alafu utaona na video mwenzio anavyomfanyia mwenzie. Sawa. Kuna hizi nyingine hapa, ya mwisho nitamalizia, hii inatisha kidogo. Huyu ni mwanamke anasema, daktari, mimi huwa namwaga maji matamu mara kwa mara. Mara nyingi nikikutana na mpenzi mpya lazima nimpe angalizo asije akashangaa, kwa sababu siwezi kuwa na uhakika kama nitamwaga maji mengi au sitamwaga. Kwa hiyo nampa angalizo mapema asije akashangaa akaona kwamba kitanda kimeloana na sio mkojo wa kawaida. Hilo nimelizungumza. Sasa sikiliza shuhuda nyingine hapa, hii ni ndefu kidogo. Dokta, kwa mara ya kwanza nimemwaga maji mengi nikiwa na umri wa miaka 36. Mume wangu alikuwa anatamani sana niwe na mwaga maji kwa wingi. Alikuwa anajitahidi sana kuninyonya kei yangu na kunifanyia mambo mengi sana. Siku ambayo alifanikiwa, nilikuwa nasikia tu hali fulani ambayo sio kawaida kule ndani ya uchi wangu. Nilikuwa naona kama vile nataka, kama kuna kitu kinajaza ndani, kinajaza. Alafu raha ilikuwa inaongezeka ukubwa. Nikashangaa, maji yakaruka, yakamrukia. Nikashtuka sana. Lakini baada ya hapo ikawa ni kitu cha kawaida. Sasa hivi ni mara chache sana nitafika kileleni bila kurusha maji. Ninarusha maji anapokuwa dudu lake liko ndani. Inajisikiaga vizuri sana. Sasa hivi ni umri wa miaka 45 na ninajua kabisa sio mkojo. Sasa hivi nimeamua na kuaga na plastiki la kuliweka godoro sije likaloana. Unaweza kuona hii ni story ambayo imetoka kwa mwanamke. Ameshuhudia kwamba hilo linawezekana. Sasa niliposema kwamba kuna hii ambayo inatisha, ndo nataka nikuletee hivi vitu ambavyo vinatisha. Lakini kabla ya hapo kuna kitu kimoja ambacho mwanamke mmoja amekizungumza na mimi nakithibitisha. Anasema hivi, cha kwanza inapasa mwanamke awe yuko juu. Na anapokuwa juu, sawa? Sasa inakupa idea chache ambazo ziko kwenye video zangu, sawa? Unapokuwa juu, usiende juu alafu unamwangalia unamuinamia mwanaume hivi. Unageuka nyuma alafu mikono yako inashika kwenye magoti. Kwa hiyo kwa mkao huo sasa, mikono ya mwanamke imeshika kwenye magoti, mwanaume amelala, mwanamke yuko juu. Unagusa lile eneo la G-spot kwa urahisi. La pili, kuna mkao mwingine unaitwa reverse cowgirl. Sasa huo utakuta kwenye video. Kama unataka kuagizia hizo video, shauri lako, nauza, hiyo ndio shule 10,000, video 50 kwa shilingi 10,000. Kama unataka kuagizia hizo video, shauri lako. Hii inaitwa, ni mkao maalum unaitwa reverse cowgirl. Namba 3 ni doggy style, inaitwa ile chuma mboga. Nikumbusha dada mmoja ambaye nilimtumia dawa ya kubana uke. Huyo dada alikuwa anajiambia ukeni, sawa? Sasa yeye kanitumia message ya kutaka dawa ya kubana uke. Akiniambia, daktari, naona uke wangu umetanuka. Nikamtumia dawa. Sikujua kwamba anajiambia ukeni. Nikamtumia ile dawa. Sasa uke ulipobana, alikuwa amezoea kwenye mkao ule wa chuma mboga, anajiambia ukeni. Sasa ile dawa ilipomsaidia, ndio ananipigia simu ananiambia, daktari, ilikuwa nimezoea kwenye mkao huu, lazima nijiambie ukeni. Lakini baada ya uke wangu kubana ikatumia ile dawa yako ya nati, mambo yamekaa vizuri, sijiambii tena ukeni. Kwa hiyo ni doggy style walimwengu, na kuna sababu zake kwa nini mtu anajiambia ukeni kwenye mkao huo. Moja ya hiyo ni uke kuwa umelegea, uke umetanuka. Sasa nakuja kwenye yale mambo ambayo nilikuwa nasema ya kutisha. Atawatisha wanaume sana. Sasa hivi wanawake wengine inakuwa vigumu kumwaga maji haya matamu. Samahani, nilikuwa sijaweka silence simu yangu, na kuna message imeingia hapa. Mtapiga simu itaingia, itapiga kelele hapa, okay?
Anasema hivi, unahitaji uume mrefu kumfikisha mwanamke akarusha maji matamu hayo. Sawa? Kwa mfano huyu mwanamke anasema, mimi nilipomwaga maji matamu nilikutana na mwanaume mwenye uume mrefu. Na ilitokea baada ya kwanza nilikuwa nimeshapizi tayari. Lakini yeye akaendelea tu maanake alikuwa anachelewa kumaliza huyu mwanaume, sawa? Akaendelea tu kugonga. Chiki anaingiza anatoa. Mwanamke ameshamwaga tayari, ameshapizi ile hali ya kawaida, sio ya kukusha maji. Lakini yeye akawa anaendelea tu kwa sababu alikuwa na dudu refu. Sawa? Mwanamke akarusha maji matamu. Sasa basi, mwanaume huyu mwenye dudu kubwa anasema hivi wa kwanza, anasema hivi, nimewafanya wanawake wengi warushe maji matamu ambao walikuwa wanakataa kwamba wao hawawezi kurusha maji matamu. Huyu ni mwanaume anazungumza hivi, sawa? Bado sijaweka silence hii simu. Okay? Anasema hivi, huyu ni mwanaume anasema hivi, nimefanya wanawake wengi wamwage yale maji matamu ambao walikuwa wanaamini kwamba wao hawawezi kurusha yale maji matamu. Yaani kwa maneno mengine ni kwamba wanaume wote waliotangulia walikuwa wameshindwa kuwafanya hao wanawake hawa warushe maji hayo matamu. Na wote niliowafikisha kileleni kwa mtindo huo walinisifia kwamba nina dudu kubwa. Haya, shahidi wa pili. Dokta, mimi umri wangu una urefu wa inchi 5.7 na unene wa inchi 4.9. Sasa unene unapimaje? Chukua kamba, alafu chukua uume wako uliosimama, sawa? Niko ofisini kwangu hapa, sawa? Chukua kamba. Sasa unene unapima hivi. Utapata pika kamba kadogo hapa nikuonyesha jinsi ya kupima uume. Wanaume wengi hawajui jinsi ya kupima uume. Sawa. Chukua uume uliosimama, unakuwa umesimama, sawa? Alafu unachukua kamba au karatasi au uzi unazungushia. Sawa? Ukishazungushia urefu wa ule mzunguko. Kwa mfano hii hapa, urefu wa mzunguko ni hapa. Unaona kuna sehemu ya hii unaiacha. Unaona kuna sehemu ya kukunja ambayo haipo. Kwa hiyo urefu wa mzunguko huu ndio unene wa dudu lako. Sasa unene ukiwa mdogo unaleta shida sana. Uume ukiwa mwembamba unaleta shida sana. Sasa huyu kaka anasema, dokta, mimi dudu langu lina urefu wa inchi 5.7, yani inakaribia 6. Sasa wataalamu wa sayansi wanasema kwamba uume wenye kiwango kizuri ambao unaweza kutumika kwa mikao tofauti tofauti, awe mwanamke mnene mwembamba, unatakiwa usipungue inchi 6 na usizidi inchi 7. Hiyo nakupa. Lakini anasema hivi, nimeshakuwa na wanawake ambao wanarusha maji hayo kwa mimi kuwaingilia wakati wa tendo la ndoa. Japokuwa ni mara chache, sawa, lakini imeshatokea mara kadhaa. Lakini naona pia hilo limechangiwa na kwamba huwa ninachelewa sana kumaliza. Natumiaga sio chini ya dakika 15 hadi 20 ndio nawahi kumaliza. Naona kumfikisha mwanamke kileleni akamwaga maji hayo matamu ni uthibitisho halisi kwamba mwanamke kweli amefurahia na amefika kileleni. Sasa hii ni muhimu, kumfanya mwanamke arushe yale maji matamu inakuthibitishia wewe kwamba kweli amefika kileleni, kwa sababu tafiti za kisayansi zinaonyesha wazi kwamba 67% ya wanawake huwa wanadanganya wanaume kwamba wamefika kileleni, kumbe hawajafika. 67%. Sasa hiyo inatisha. Niingia kwenye shahidi mwingine hapa. Dokta, mimi dudu langu lina urefu wa inchi 6.5 na unene wa inchi 5.5. Ninaweza kwa urahisi kabisa kumfanya mke wangu arushe maji matamu, lakini lazima yawepo maandalizi ya kutosha, akuweka kwenye mabano kwa Kiingereza build up, na kiwango cha mwanamke kuandaliwa kiwe ni cha hali ya juu, akiweka kwenye mabano arousal level must be very high. Kwa hiyo maandalizi ya muda mrefu ni ya muhimu. Sasa kama wewe hujui haya maeneo 17 kwa huyu mwanamke, itakuwa vigumu sana, utasikia tu redioni. Na mwanamke akiona akitamani naye kufanyiwa hivyo, ndio huyo anachepuka, nitakutafuta mwenye dudu kubwa kuliko lako. Hiyo ni kazi. Sasa shahidi wa tatu anasema hivi, dokta, mimi dudu langu lina urefu wa inchi 7. Hiyo ndio kiwango cha mwisho sasa. Ili usije kumuumiza mwanamke, urefu unatakiwa uwe inchi 6.5 hadi 7. Sasa hiyo ana 7 kamili. Na unene inchi 6. Unene huu ni mkubwa
sio kidogo, ndio ule yani ukiingia unakamua ile K ya mwanamke, unene wa inchi 6, hii ni kubwa sana. Sawa. Asema ninaweza kumfanya mwanamke afike kileleni kwa kurusha maji katika mikao tofauti tofauti, kwa sababu ninao utaalamu kutoka kwenye video zako. Lakini kubwa zaidi ni kwamba inahitaji mwanamke ambaye anajua jinsi ya kuweka miguu yake vizuri. Kuna mikao mbalimbali ya kuweka miguu wanawake. Sasa wanawake wengi hawajui. Kwenye video zangu hizo 50 kuna jinsi gani mwanamke aweke miguu yake vizuri. Kama hii mpya juzi ambayo nimekutana nayo, nakuja nikusimulia hii mkao mwanamke alivyoshika miguu. Mwanamke miguu yake yote imefika kwenye mabega, alafu akaizuia kwa mikono yake hivi. Yale mapaja yake, unaona hii mikono miwili imebana kwenye mapaja. Alafu mwanaume anadunda kule. Kwa hiyo kuna wanawake ambao hawajui mikao. Sasa basi, kama nilivyoahidi, sitaki kuwa mwongo, nimesema nitakusikizisha tena video voice note ya huyu mdada, ili uone kwamba hii shule sio ya kawaida kabisa. Niliahidi, naomba nirudie tena. Kiukweli dokta, nimeona nikutumia voice note, maana nikiandika SMS maelezo yatakuwa marefu sana. Kwanza kabisa, mimi ni binti wa miaka 23. Niliwahi kuwa na mahusiano na mwanaume wangu wa kwanza. Yaani nilikuwa ni msichana ambaye sijui kitu chochote, yani mwanamke anayeboa. Sasa baada ya kuachana na yule mwanaume, yani hakuwa ananitafuta wala hakuwa ananikumbuka, nikapata mwanaume wangu mwingine wa pili. Sasa baada ya kupata mwanaume wa pili, ni kama bahati tu nimeingia YouTube katika harakati za kutaka kujifunza, nikakutana na channel yako na mafundisho yako. Nikawa nafuatilia unavyofundisha maeneo ya kumshika mwanaume, unavyofundisha jinsi ya kunyonya uume wa mwanaume, jinsi ya kunyonya korodani, jinsi ya kunyonya sehemu ya kati ya korodani na haja kubwa pale kwenye kile mstari, jinsi ya kunyonya uume, jinsi ya kutumia matiti, jinsi ya kubugia korodani, wewe ambaye unaita teabagging. Kwa hiyo nikajifunza vitu vingi sana, yani kwa mafundisho yako ya YouTube. Nikaana nikikutana na mwanaume wangu namfanyia. Kiukweli dokta, mimi sisemi uongo, maana hata ndugu zangu ni shahidi. Yule mwanaume alikuwa na wivu sana kwangu. Yani alikuwa hataki kuniona na mwanaume mwingine yoyote, hata nikiongea na mwanaume mwingine yoyote alikuwa hataki. Akinikuta naongea na mwanaume mwingine yote anafanya vurugu. Kuna siku akaniona nilikuwa nimemchiti na mwanaume mwingine. Alilia sana. Yani alilia akaniambia kauli moja kwamba kwa hiyo yote unaonifanyia mimi umemfanyia na yule mwanaume. Kwa hiyo ndio hivyo, aliniganda sana na mpaka leo. Tuliachana kwa sababu mimi sikuwa nampenda, ila mpaka leo yani ananisumbua sana. Kiukweli, mafundisho unayofundisha, yani mtu anaweza kapuuzia akaona ni madogo, lakini ni vitu ambavyo kwa kweli vinateka hisia ya mtu na vinafanya mtu akufikiria, kukumbuke. Yani kiukweli ni kama bahati kukutana na mafundisho yako dokta. Maana watu wengi sana wanafundisha, lakini mafundisho yako wewe ni zaidi. Yani yamenisaidia sana kiukweli, sana. Na mimi mpaka wanatoa ushuhuda kwa marafiki zangu. Nawaambia mimi mtu aliyenifundisha mimi mapenzi sio mwanamke, ni mwanaume. Tena ni kungwi wa mtandaoni ambaye mimi nakuita kungwi wangu. Kwa mpaka leo. Na sasa hivi naendelea kufuatilia mafundisho yako YouTube ili niendelee kufahamu zaidi na zaidi. Hivyo tu na vingine vingi. Sasa ngoja kurudisha message yake ya pili. Hii imenitia moyo sana kwa sababu yani huwa nashangaa sana na huwa naona wajinga watu kwenye comments, au nakuta mtu ana comments vibaya kuhusu mafundisho yako. Yani huyo hajui anachokisema. Kwa sababu mtu, yani kwa mfano niseme kwa mfano mwanamke ambaye ni mtundu mwenye vitu tofauti, mwenye utundu, yani mwenye utundu, alafu na mwanamke ambaye yani anasubiri kila kitu afanyiwe, yani analala kama gogo kitandani. Kwa kweli hao ni wanawake wawili tofauti. Kwa sababu mimi tangu nianze kuyafanyia kazi mafundisho yako, yani nimekuwa ni mwanamke tofauti sana. Yani nimekuwa nikiteka hisia za mwanaume wangu, yani nikiwa naye kitandani nampagawisha sana, na jinsi anavyopagawa na yale mafundisho yako nikimfanyia, mimi mwenyewe najisikia raha. Alafu natengeneza hisia za yeye kunikumbuka, kunifikiria. Yani anakuwa kama chizi, anakuwa addicted. Yani mimi ndo napenda. Kwa hiyo dokta, yani asante sana, Mungu azidi kukuweka, na nashukuru sana Mungu kukufahamu, maana kukufahamu wewe ni kama Mungu tu. Maana mafundisho yako ni mazuri, na ambao hawataki kujifunza na ambao wanakuona wewe haufai, tuache tu waendelee kuangamia kukosa maarifa, ila siku wakija kukurupuka, sisi ndio tutasema wamekurupuka. Yani wamekurupuka shuka pakiwa pamekucha. Ila dokta, kikweli asante sana, nashukuru. Uwe na siku njema. Okay, unaweza kuona kuna kitu mkiongea hapo nilikuwa sijakipata, lakini nimekisikiza. Amesema teabagging. Kwenye hizo video teabagging, sawa, teabagging ni jinsi ya kuchezea korodani kwa mdomo. Ushaona kuna yale majani ya chai, kuna kama vipakti, sawa? Bahati mbaya kwa sija kuna vile majani vya chai, kuna majani ya chai, inakuwa ni kipakti, unatumbukiza kwenye maji ya moto, alafu ni chai inakuwa inapata rangi ya chai, sawa? Sasa ndio ile teabagging. Yani korodani, jinsi mwanamke ya kuchezea korodani kwa mdomo. Kaka mmoja ambaye alikutana na mwanamke ambaye nilimtumia video hizo, anasema daktari, utafikiria huyu mwanamke ni kibogoyo. Yani anavyochezea kwa mdomo sana, anavyozingiza, anavyobugia korodani zangu. Yani sipati hata mkwaruzo wa aina yoyote. Utafikiria huyu mwanamke ni kibogoyo. Unaona?
anabugia, anasikia haya. Kwa hiyo kuna mambo ambayo unafanya, unabugia zile korodani huku unachezea nani uume kwa mkono. Unaona? Kwa mkono. Sasa wewe umezoea tu kunyonya dudu peke yake. Korodani unazisahau. Na kutoka kwenye korodani mpaka kwenye sehemu ya haja kubwa kuna mzizi wa uume, kuna vitu vya kufanya. Hivyo hata vijui, lakini unajiona kwamba mjanja, unajua. Utaangamia kwa kukosa maarifa. Kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, tafadhali sana jisajili ili nitakapoweka video nyingine upate taarifa haraka sana. Huyu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo kutokea Mwanza. Karibu sana na Mungu akubariki. Bye bye.